akasema, Bwana zangu, yani pasa nini nipate kuokoka? Huyu mtu hawakumhubiria Injili. Paulo na Sila hawakumhubiria huyu askari wa gereza, ila yale matendo aliyoyaona, maana yake yale matendo yalikuwa ni barua, yale matendo yalihubiri, yale matendo yalimhubiri Kristo, yale matendo tu ambayo yalitokea pale. Wakajikuta, huyu askari akajikuta tu anasema, nifanyeje nipate kuokoka? Hakuhubiriwa, hakuambiwa mwamini Yesu, hakuambiwa kuna wokovu, hakuambiwa sijui kuna nini, hakuambiwa kuna mbinguni. Alipoona tu yale matendo akasema, nifanyeje nipate kuokoka? Injili ya matendo ina nguvu kuliko injili ya maneno. Injili ile ambayo unaihubiri kwa matendo ni injili ambayo ina nguvu kubwa sana kuliko injili ambayo unahubiri kwa maneno. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni barua ya Kristo katika maneno yetu, katika vinywa vyetu, katika hata kuishi kwetu. Sisi ni barua mahali popote pale. Yesu anatutegemea. Kwa Mungu kuna wakati mwingine anakaa mbinguni anasema, huyu mwanangu kweli ni barua yako, angalia hii barua ambavyo inafanya. Hebu waza, mbingu zinakaa, mwambia Mungu, na ile ni barua yako pia. Sema, na hata huyu angalia vitu anavyonifanyia, angalia anavyoniwakilisha huko nje. Barua inawakilisha kitu. Barua inapeleka ujumbe mahali wa kitu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimalize mfano mmoja. Ukisoma Danieli sura ya 6, I worship you, I worship you, you are here. Danieli 6:17. Likaletwa jiwe likawekwa mdomoni mwa lile tundu, naye mfalme akalitia muhuri kwa muhuri yake mwenyewe na kwa muhuri ya wakuu wake, lisibadilike neno lolote katika habari ya Danieli. Mstari wa 18. Kisha mfalme akaenda nyumbani kwake, akakesha usiku kucha, akafunga, na vinanda havikuletwa mbele yake, na usingizi wake ukampaa, maana yake akakosa usingizi. Asubuhi mfalme akaondoka mapema, akaenda kwa haraka mpaka penye lile tundu la simba, na alipolikaribia lile tundu akamlilia Danieli kwa sauti ya huzuni. Mfalme akanena kwa sauti ya huzuni, mfalme akanena akamwambia, Danieli, mtumishi wa Mungu aliye juu, je, Mungu unayemtumikia daima aweza kukuponya na simba hawa? Unaelewa hiyo story ilikuwa inazungumzia nini? Danieli ametupiwa kwenye tundu la simba. The next morning mfalme anaenda pale, anashangaa yuko hai bado, simba hazijamla. Mfalme kwa kinywa chake akasema, Mungu unayemtumikia amekuokoa na hiki kitu. Na mfalme akatoa amri kwamba taifa zima mtamwabudu Mungu wa huyu mtu. Maanake Danieli alikuwa ni barua. The moment ametupiwa kwenye tundu la simba, bado alikuwa ni barua, bado alikuwa anasomeka kwamba ni mtu wa Mungu. Danieli hakumhubiri mfalme kwamba kuna Mungu, tusiabudu miungu. Mfalme aliona barua ndani ya Danieli. Wakati hautotoshi, naomba tusimame. Come on.